Ripoti zasema Africa TV kutokea visiwani Zanzibar. Huu ni mkutano maalum uliowakutanisha wadau wa maendeleo, mashirika ya ndani na nje ya nchi, pamoja na wanavyuo wa taaluma ya teknolojia nchini, wenye lengo la kutengeneza mfumo wa kuwawezesha vijana kuweza kujiajiri. Mkutano huu uliofanyika chuo cha IIT Madrasa kilichopo Bweleo, wilaya ya Magharibi, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Fatuma Mabruk Hamisi, katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu Zanzibar, anaanza kuelezea lengo hasa la kukutana hapa. Lengo kuu la mkutano huu wa leo ni kuweza kujumuisha wabunifu kutoka nchi ya Uingereza, kutoka bara la East Africa, lakini pia na India. Kwenye East Africa hapa kuna Kenya, Uganda, Tanzania, lakini pia South Africa wapo wanashiriki kwenye program hii. Program hii imelenga kuweza kuhakikisha kuwa vyuo navyo vinashiriki kikamilifu kwenye swala zima la kuzalisha hizi kampuni changa au zile startups. Kwa hiyo wana program maalum wameiandaa kwa ajili ya hawa vijana wanafunzi wa hivi vyuo mbalimbali. Kuna vyuo vya Kenya, vyuo vya Tanzania, UDSM, pamoja na hii IIT Madrasa, lakini pia na vyuo kutoka Uingereza. Wanafunzi hawa watakuja kupata fursa ya kupata mafunzo kidogo kwenye swala zima la ubunifu, lakini pia watapata fursa ya kuweza kuonesha zile bunifu zao kwa majaji. Alafu hatimaye watakuja kupata washindi na watawasaidia na fedha za kuweza kuanzisha hizi kampuni zao changa. Kama mnavyoelewa, kampuni changa zina fursa kubwa sana kwenye kutengeneza ajira kwa ujumla wake, na ndio maana kama mnavyoona Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alianzisha wizara hii hususan ya kuweza pia kuhakikisha kuwa tunasimamia swala zima la ubunifu na kuweza kuhakikisha kuwa hawa vijana wana sehemu ambayo wanaweza wakenda wakapata mafunzo, lakini pia wakapata kulelewa, hatimaye na kuja kuzalisha ajira hapo baadaye. Sisi nafasi yetu moja kuu ni kuwa tumeweza kuwakaribisha Zanzibar, lakini pia tunashirikiana nao kwa kuweza kuhakikisha kuwa tunapokea maoni yao mbalimbali ambao wataweza kuwa wanatupatia kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira haya ya ubunifu na ujasiriamali kwa ujumla wake, lakini pia wanatusaidia kwenye kuweza kupokea mapendekezo ya namna bora ambayo tunaweza kutekeleza sera yetu hii ya kidijitali ambayo tumetoka kuianzisha kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo na roli yetu pia ni kuweza kuhakikisha kwa hawa vijana wa Tanzania wenye vyuo hivi ambavyo vilivyotajwa na wao wanashiriki kikamilifu, na sisi kama serikali tutawasaidia pale ambapo watakuwa wanahitaji msaada, kwa mfano kuendelea kulelewa kupitia innovation center zetu mbalimbali, lakini pia kuhakikisha kuwa zile bidhaa zao ambazo wanazizalisha basi zinaweza zikafika sokoni na kupata watu wa kuweza kuwaendeleza. Lakini leo kwa hapa tulikuwa tuna program ambayo tunaita Faculty Exchange Program. Ni program ambayo ni mojawapo ya initiative inaitwa Research Innovation and Technology Partnership, ambayo inaleta pamoja vyuo vikuu kutoka Tanzania, Kenya, India na UK kwa ajili ya kubadilishana uwezo na taarifa kuhusu kubiasharisha mambo ya research commercialization. Na lengo kuu hasa ni kujaribu kubadilisha vyuo vikuu vyetu vitoke kwenye mwelekeo wa generate knowledge tu, kuzalisha ujuzi, lakini tuende kwenye mwelekeo wa kuzalisha biashara. Moja ni ukiangalia kwa Tanzania sasa hivi tuna wanafunzi wengi ambao wana graduate vyuoni, wengi sana. Nadhani kwa Tanzania tunazungumzia pamoja na Zanzibar tunazungumzia karibu wanafunzi 60,000 ambao wanaingia soko la ajira wanatoka vyuo vikuu au ni ndani ya wale zaidi ya milioni 1 ambao nao kwenye soko la ajira. Lakini uwezo wa uchumi wetu kuzalisha ajira haukui kwa kiasi hicho. Kwa hiyo hatuwezi tukategemea kwamba wanafunzi wote ambao wanatoka vyuoni wote watapata kazi, hiyo haiwezekani, especially kutoka formal sector kama serikali au private sector. Kwa njia mojawapo ni kuwawezesha waweze kuzalisha ajira zao wenyewe. Kwa majina naitwa Kelvin Hemo Erasto, mwanafunzi wa Computer Engineering and Information Technology katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tuko katika mradi huu wa Faculty Exchange ambao unatukutanisha na wanazuoni kutoka vyuo mbalimbali, kutoka Kenya, kutoka India, kutoka University of Leeds, ambao tunachangiana mawazo tofauti tofauti, na mwisho wa siku tutakutanishwa na investors ambao
kama ambao watapenda idea kuweza kufanya kazi na sisi, tutafanya nao kazi pamoja na kutuwezesha hela za kuweza kutusaidia sisi tukimaliza chuo tuendeleze na hizi programu zetu kusaidia jamii. Nikiripoti kutokea Bweleo, wilaya ya Magharibi Unguja, Abdalla Balozi, Sema Africa TV.